Wangu wapendwa katika Kristo, karibuni. Leo ikiwa ni Alhamisi katika juma la 31 la mwaka wa kanisa. Na injili yetu ya leo inatoka katika Injili ya Luka sura ya 15 aya ya kwanza mpaka ya 10. Watoza ushuru wote na wenye dhambi walikuwa wakimkaribia Yesu wamsikilize. Mafarisayo na waandishi wakanung'unika wakisema, mtu huyu huwakaribisha wenye dhambi, tena hula nao. Akawaambia mfano huu akisema, ni nani kwenu mwenye kondoo 100 akipotewa na mmoja wapo, asiyewaacha wale 99 nyikani, aenda akamtafute yule aliyepotea hata amuone? Naye akisha kumuona, kumweka mabegani pake akifurahi. Na afikapo nyumbani kwake, huwaita rafiki zake na jirani zake, akawaambia, furahini pamoja nami, kwa kuwa nimekwisha kumpata kondoo wangu aliyepotea. Nawaambia vivyo hivyo, kutakuwa na furaha mbinguni kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja atubuye, kuliko kwa ajili ya wenye haki 99 ambao hawana haja ya kutubu. Au kuna mwanamke gani mwenye shilingi 10 akipotewa na moja, asiyewasha taa na kufagia nyumba na kutafuta kwa bidii hata aione? Na akisha kuiona, huwaita rafiki zake na jirani zake, akawaambia, furahini pamoja nami, kwa kuwa nimeipata tena shilingi ile iliyonipotea. Nawaambia vivyo hivyo, kuna furaha mbele ya malaika wa Mungu kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja atubuye. Injili ya Bwana. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, tumesikia katika Injili Yesu yupo pamoja na wadhambi na watoza ushuru. Lakini jambo hili haliwafurahishi baadhi ya watu. Haliwafurahishi baadhi ya Mafarisayo. Kwa kweli ni jambo la kuhuzunisha kidogo kwamba wakati yule anayeumwa anatafutiwa dawa, anapona, wengine wanakasirika. Yesu anawaponya watu wanaonuka, watu ambao hawana furaha, ambao wana msongo wa mawazo, wana mateso, wana dhambi zao, makahaba, alafu watu wengine hawafurahi. Na huu hivyo namna hii tunakumbuka ulishawahi kuongezeka mpaka wakaishia kumuita Yesu mkuu wa pepo, Beelzebul. Ndugu zangu, hili pia litatukumba na sisi pale tutakapokataa kukiri nguvu aliyompa Mungu mtu. Tutatafuta kila njia, tutamuita kila aina ya jina, tutafuta kila namna tu ya kumchafua mpaka kuishia kumuita Yesu Beelzebul. Na hata wewe ndugu yangu unanitazama, pengine hata wewe unaweza ukafanya jambo jema kuwatendea wale watu ambao wanajaribu kumrudia Mungu, lakini watu wakakubadilishia, wakakupakazia, wakakutafutia namna ya kukuchafua tu, au kutangazia majina mabaya. Hilo litatokea kwako. Lakini basi leo Yesu anaonyesha kwamba yeye ana upendo na kila mtu. Hambagui mtu yoyote. Hata yule adui yako ambaye unamchukia wewe sana, Yesu bado anamwekea nafasi ya kutubu, ya kurudi. Kwa hiyo Yesu hamchukii mtu yoyote. Anawapenda wote. Mdhambi wa mwisho kabisa bado ni sehemu ya mwili wa Yesu. Akitubu atapata baraka. Kuna usemi unaosema jani la mwisho kabisa la mti bado ni sehemu ya mti. Mtu yote unayemwona kabisa ni mdhambi kabisa wa mwisho, hana nafasi na tunataka kama afe hivi, bado akitubu Mungu atampokea. Ndugu zangu, sisi tuwe tayari kufurahi
tunapoona wadhambi wanatubu, tusikasirike. Kuna watu wametelekeza familia zao, tunapoona wanarudi, tusikasirike na kwanza kuwa hesabia ulifanya hivi, tutawakatisha tamaa. Tufurahi kwamba hata wameweza kurudi. Wale ambao wanajitahidi, tuwatie moyo, tusikasirike. Wale ambao wanajitahidi kutoka kwenye maskini, wewe ni tajiri, unaona huyu ametoka kwenye maskini, anajaribu kupanda, mshike mkono, furahi. Hata akikupita usiogope. Wengi tuna hofu sana ya kupitwa na maskini ambao pengine tulishawaweka ni maskini, sisi tukajiweka matajiri, hatuko tayari kabisa kuwapokea kwa sababu tushajiona sisi ndio the best. Wale wanaojaribu kunyanyuka tunashindilia chini, kuwashindilia chini. Tunatafuta kila namna tu ya kuwachafua, au tunatafuta namna yoyote ile ya kudiminish, wanasema au to tarnish down their names, majina yao kuya shindilia. Unasema kuchimba shimo la takataka juu ya majina yao, kujaribu kuwafukia. Ndugu zangu, tusiwe kama Mafarisayo. Yesu anatupenda, Mungu anatupenda. Kila unayemuona ni zawadi ya Mungu kwa sababu ana chapa ya Mungu. Mungu alivyotuumba, alituumba kwa sura na mfano wake. Tunafanana naye. Kwa hiyo yote unayemuona mpende. Ukiona anajitahidi kumrudia Mungu, umshike mkono. Unapoona mdhambi anakuja kanisani, usikasirike. Furahi kwamba Mungu anamrudisha. Furahi, shukuru, usichukie. Kwa ndugu zangu, basi na sisi tunapewa dhamana si ya kuwatenga wadhambi, tuwasaidie waweze kurudi kwa Mungu. Wawe kama sisi, tujiunge pamoja, tuwe kundi moja chini ya mchungaji wetu mmoja ambaye ni Kristo mwenyewe. Nakutakia Alhamisi njema. Mungu awe nawe. Mimi naitwa Padre Prosper Kesi. Asante sana.